TAKUKURU Kigamboni katika kuendelea na kutekeleza majukumu yake, mnamo tarehe 13 mwezi wa 3 2025, yani jana, ilipokea taarifa fiche kutoka kwa msili kuwa kuna mwananchi anaitwa Habibu Mchange ambaye ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi CCM. Kwa taarifa tulizonazo ni kwamba miongoni mwa wale wanaotaka kutia nia ya kugombea nafasi ya ubunge kwenye jimbo la Kigamboni katika uchaguzi mkuu wa 2025, huyu Habibu Mchange naye ni mmoja wao. Taarifa iliyopokelewa ni kwamba Habibu Mchange ameandaa baadhi ya viongozi wa CCM kata ya Tungi ili awagawie fedha, kitendo ambacho ni kinyume na sheria ya uchaguzi ya mwaka 2024 na kanuni za Chama cha Mapinduzi ambazo zinazuia kufanya kampeni kabla ya dirisha kufunguliwa na kuahidi kutoa zawadi ambazo haziko kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kwa kuwa yeye sio mtekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, na kwa kuwa yeye si kiongozi wala sio mbunge wala si mwakilishi wala si diwani katika chama hicho kwa sasa, kama kanuni ya 69 kanuni ndogo ya 6 kuhusu uteuzi wa wagombea uongozi katika vyombo vya dola inavyosema. Na wachunguzi walifika katika ofisi ya CCM kata ya Tungi majira ya saa 7 mchana na kufanya surveillance na kuweza kubaini baadhi ya viongozi wa CCM walikubaliana kukutana pale majira ya saa 8 kamili, na baadaye muda ulibadilishwa kuwa saa 9 alasiri kwa sababu walikuwa wanamsubiri Habibu Mchange. Majira ya saa 9 alasiri baadhi ya viongozi wa CCM kata ya Tungi waliingia ukumbini, na baada ya muda fupi gari aina ya Krug yenye namba T366 EBL iliwasili kwenye maegesho ya magari ya ofisi hiyo ya CCM, na baadaye iligundulika ndio iliyokuwa imembeba Mchange. Aidha, baadhi ya viongozi wa CCM kati ya Tungi waliokutwa katika ukumbi huo na wachunguzi wetu hawakutaka kutoa ushirikiano kwa maafisa wetu. Hivyo maafisa wa TAKUKURU waliondoka na viongozi hao kuelekea ofisi za TAKUKURU wilaya ya Kigamboni kwa ajili ya mahojiano, na wote waliweza kueleza kuwa kikao kile hakikuwa halali na kiliitishwa na katibu wa Chama cha Mapinduzi kata ya Tungi anayeitwa Sebastian Kapela Mabula. Kwa hiyo uchunguzi wa tukio hilo bado unaendelea. Aidha, taarifa za TAKUKURU kuwafungia viongozi wa CCM wakiwa kwenye kikao cha kupanga uhamasishaji na uandikishaji daftari la wapiga kura si za kweli, kwa kuwa uchunguzi unaonyesha kwamba kikao hicho kilipangwa kifanyike tarehe 14 mwezi wa 3 2025, yani leo na sio jana. Aidha, uchunguzi pia unaonyesha kwamba kikao hakikuwa na uhalali kwa vile hata viongozi wa Chama cha Mapinduzi ngazi ya wilaya walikuwa hawakitambui. Lakini TAKUKURU walikuwa hawajavamia, walienda maksus kwa ajili ya tukio ambalo tayari walipewa taarifa kuna mgombea anapita, anakutana na wajumbe na anatoa rushwa. Na viongozi sisi tulikaa nao kabla ya siku 3 zilizopita kwamba jamani, yale maelekezo ya makala ni muhimu tuzingatie. Msimuitie mtiania yoyote wajumbe kwa sababu uchaguzi bado mpaka mwezi wa 7, na utaratibu wa chama chetu watiania wote watakuja, watachukua fomu, watajadiliwa, majina yao yatapelekwa kwenye ngazi ya taifa, then majina 3 yatarudishwa. Wale watakaorudishwa majina 3 ndio ambao tutawaruhusu wafanye kampeni, tena kampeni ya kisababu sio kwenda kutoa rushwa. Kwa hiyo kilichotokea jana si kweli kwamba TAKUKURU wamevamia wakawafungia viongozi. Kilichotokea jana kulikuwa na mtiania anataka kutoa rushwa, na kazi ya TAKUKURU ni kuzuia na kupambana na rushwa.
Kwa hiyo kazi kubwa walioifanya jana ni kuzuia rushwa isitoke, na mgogoro ulitokana na yeye TAKUKURU kuzuia rushwa, lakini watu wakitaka kutumia mwamvuli wa chama na vikao kwa ajili ya maandalizi ya kuandaa wanachama wetu kwa ajili ya zoezi la daftari la kudumu la wapiga kura ambalo linaanza tarehe 17. Lakini vikao hivyo vya maandalizi vilikuwa vinafanyika leo, na sisi wajumbe wa secretariat tulikuwa tumepanga na tuna ratiba ya kwenda kwenye kila kata. Leo tulikuwa tunaenda kata 3 ya Kigamboni, kata ya Tungi na kata ya Vijibweni, na kesho tunaendelea na kata zingine, kesho kutwa tunamaliza kata zote. Kwa hiyo ina maana kama kweli ni maandalizi hayo ya daftari, walitakiwa wawataarifu viongozi na wanachama, tukutane nao leo kwenye ratiba yetu sisi ya